Chuku mwanangu. Yeah, mama. Mimi nataka kujua. Hivi unampenda Smile kwa kiasi gani? Mama, labda mimi nikwambie tu ukweli. Nampenda sana Smile, yani nampenda sana ndani ya moyo wangu mama, na niko tayari kufa kwa ajili yake mama. Naomba nimuoe mama. Da, kweli mapenzi upofu. Sawa, nitakubali umuoe ila kwa sharti moja. Sharti gani tena mama? Usije ukatumia fursa ya utajiri wa babako kwa kumnufaisha yule binti. Binafsi mimi sina imani naye. Huenda kawa nakupenda tu kwa maslahi. Mama, lakini mimi sidhani kama ndo yuko hivyo mama, kama unapofikiria, ila haina shida. Nitazingatia maneno yako na nitafanyia kazi, ila nashukuru pia kwa upendo wako mama kwangu. Nashukuru sana kwa kunijali mama wangu. Sawa. Haina shida chochote wewe. Nashukuru sana. Iwe kwenye raha au changamoto, vurugu mechi tuzikabili. Leo umepanda kesho umeshuka, kuteleza sio kuanguka. Maisha ni safari ndefu, yatupasa tuwe makini. Iwe kwenye raha au changamoto, vurugu mechi tuzikabili. Leo umepanda kesho umeshuka, kuteleza sio kuanguka. Karibu. Wow. Kumbe una mtoto mzuri hivi. Sio mtoto wangu Lamdi. Mtoto chao. Imani. Mjo. Oh. Mama mbaya anakukataa. Mnove juisi yake. Mama acha. Anaitwa nani? Simjui tabia. Umpi? Simjui jina Lamdi. Hebu acha ukichaa sana. Wewe unatafuta watoto, wewe unakataa watoto. Wewe kafikaje? Nilienda mjini. Kufika mjini nilikutana na mdada. Huyo mdada akaniambia, "Dada samahani, naomba nishike mtoto wangu mara moja." Kitendo cha kumchukua mtoto kumshika. Nimekaa mama yake aje. Ninavyokuambia ni dakika hii niko naye hapa. Niko serious basi. Niko serious Lamdi. Okay. Wewe ndio shaka. Sawa? Ndio taarifa polisi. Haina haja wewe kuwa na mawazo. Unakuwa na mawazo bwana kama umemwiba. Basi mimi nitoe basi. Sawa Lamdi, naomba unisaidie, na ndio maana yangu kukupigia simu aje hapa. Usijali mama, usijali, tuko pamoja. Sawa. Nitoe bana. Wow. Sawa. Acha pressure bana, vitu vya kawaida hivi. Maisha. Haya yote maisha. Yapo kwenye maisha. Haya yote maisha. Yapo kwenye maisha. Mayasa. Wewe mama, wazi wewe afa nitikio huyo, Fanya nini? Mayasa. Mbona hayo mo? Ndio. Okay, ndo wani? Sio mchezo. Napiga simu yote, simu yenyewe ipokelewi, kumbe simu nayo ipo hapa ndani. Simu za mkononi, mtu anafanya nini? Mtu anakuwa yuko nje huko, yani haelewi. Takoga vipi jamani? Vipi bibi? Kale. Haya, kimekuleta nini hapa? Kimeleta kwa hapa siku yangu mimi. Kimeleta nini vipi? Tena nilikuwa nakutamani. Ulikuwa unatamani mpenzi wangu? Nimekuja sasa mpenzi wangu kama natamani. Njoo basi tupumzike mpenzi. Yaani bwana kama wewe, mtu akikuona handsome boy, lakini kutimiza zile ahadi unazotoa huwezi hata kutimiza hata hiyo. Kwanza hivyo Mayasa, kwanza hivyo sasa, yani anza Mayasa. Sawa, mimi na wewe na mipango mingi na wewe, lakini sasa sema mipango, si unajua kila kitu kina mipangilio kinapangwa Mayasa.
na ndio maana vitu vyote mimi nimekupangilia wewe yani. Yaani wala usio na wasiwasi Mayasa. Hayo malengo mama yatimiza hata moja. Unakaza kumtimizia bibi huyo? Mimi umeniweka huku tu. Umeniweka yaani umeniweka nyuma kabisa. Wewe Mayasa. Sikiliza sasa mimi nisikilize. Nisikilize nini Mayasa? Kuanzia leo mimi na mapenzi basi. Mapenzi basi. Kwa bibi huyo? Mapenzi basi mkubwa. Upo mimi sikutaki. Yule yupo tu kama kawaida. Sasa hivi kuna hasira ndio hizo hasira zijengi Mayasa mpenzi wangu. Nyanyuka uondoke. Kila kitu si mipango Mayasa mpenzi wangu. Nyanyuka uondoke. Usifanyie hivyo mpenzi wangu. Naita majirani nitasema unanibaka muda. Naomba nyanyuke. Mayasa, fanyia hivyo Mayasa. Nyanyuka. Ondoka ndani kwangu. Toka. Mayasa kitu gani? Toka ndani kwangu. Mayasa huyo. Tena usikumbuke. Maisha ni safari ndefu, yatupasa tuwe makini, iwe kwenye raha au changamoto, vurugu mechi tuzikabili. Leo umepanda, kesho umeshuka, kuteleza sio kuanguka. Maisha ni safari ndefu, yatupasa tuwe makini, iwe kwenye raha au... Your phone ringing. Halo? Hello. Unaongea na Afande Michael. Kutoka wilaya Muheza, kituo cha kati. Unamfahamu Maya Munyamisi? Maya Munyamisi? Ndio. Nafahamu mwanangu. Ninakupa taarifa ya kifo chake, unahitajika kituoni haraka upate maelezo kamili. Maya Munyamisi? Ndio. Ndio alokufa? Ndio. Kituo cha polisi wapi? Mwili uko hospitali, wewe fia kituo cha kati upate maelezo kamili. Haya, nimekusikia. Nimekuelewa. Nisikilize sana. Nahitaji uwe mshindi wa hili. Sawa. Mlee kama mtoto wako. Mengine tuachie polisi, sawa? Sawa. Kwa hiyo usijali kwa hiyo. Ila nitaweza kumlea peke yangu. Usijali, tuko pamoja. Sawa. Bamaya, vipi? Jamani, kuna nini? Bamaya. Kuna nini Bamaya? Bamaya. No. Vipi? Kuna shida gani? Nitakwambia. Hebu niambie mume wangu. Mimi sikuelewi wajua. Maya. Bamaya. Maya kafanyaje? Bamaya. Mume wangu, kwani kuna nini? Taarifa gani? Niambie basi, unamchanganya bwana. Sikiliza nitakwambia, mbona una wasiwasi? Niambie sasa, wewe unalia tu afuta kuniambia. Sasa wewe kulia kwanza nikwambie mimi. Kama nini nimekuitia? Mume wangu utaniwa na pressure. Mbona unazunguka na maneno? Nimekuita mwenyewe. Wewe tulia tutakwambia. Sasa uniambie. Maya kafanyaje?
unalia sasa mume wangu jamani? Unamaanisha nini? Unamaanisha nini mume wangu? Mungu anapanga mambo yake. Hakuna kitu kingine ambacho kinapangwa duniani isipokuwa Mungu anapanga. Na anataka Mungu wewe usijione Mungu. Wewe mzee unazeeka vibaya. Niambie kuna nini? Kiwango hapana. Maisha sijui itakuwa. Unaletea mafumbo mara baya, mara hizo kupanga Mungu. Mimi sikuelewi mume wangu niambie. Ndio mabaya kwa Mungu. Umeshapata kiwango sasa. Kiwango umeshapata msiba mkubwa sana umeshatujia. Sana tatizo limeshatujia mke wangu. Tukae tutafanya nini? Yaani tukae tushukuru Mungu tu kwamba Mungu ndo keshaamua. Mungu keshaamua. Sasa tufanyeje? Maya amefariki. Maya amekufa. Mungu unasemaje? Mama ameshatokea. Kazi ya Mungu. Maya. Mungu yote tunapangwa na Mungu basi ndio hivyo. Naweza kukaa hata nifanye vitu kulizuia. Basi mchwangu. Basi mchwangu poa. Nyamaza mchwangu basi kazi ya Mungu tu. Tuangalie mambo yanayoendelea. Mume wangu wewe. Maya mwanangu wewe. Hapana jikaze mchwangu. Maya wewe. Mama, uko sawa kweli? Mbona sikuelewi? Sami, unajua kuna mengi sana sijakueleza kuhusu mimi. Ila ukweli kila nikimtazama huyu mtoto nahisi kama mtoto wangu. Maana hata uko aliko atakuwa na umri kama huo. Ila naamini dunia duara. Ipo siku nitamuona tena mwanangu. Mbona umepoteza mtoto? Wanawake watu wabaya sana. Sababu ya kumpoteza mke wangu ni yeye. Lakini alinikana na kunifukuza kama mbwa, akidai mtoto sio wangu. Hivyo inanifanya niumie sana. Ila wanawake wote hafanani. Ni kweli Sami. Ila acha mimi niende. Tutawasiliana. Hapana, usiondoke. Tumetoka polisi, tumezunguka, umechoka. Nilikuwa naomba upumzike kwa leo. Nalijua hilo sana. Ila nahitaji uwe makini na mtoto. Acha mimi niende. Ramdi, pumzika. Hapana, tutawasiliana. Sawa. Maisha ni safari ndefu, yatupasa tuwe makini, iwe kwenye raha au changamoto, vurugu mechi tuzikabili. Leo umepanda, kesho umeshuka, kuteleza sio kuanguka. Baba Shamu. Mara hujambo? Sijambo. Nani Boaz? Ndio baba. Nasema hivi. Naam. Njoo nyumbani. Tena haraka iwezekanavyo. Una nini baba? Kuna taarifa za msiba ambazo nimepigiwa simu kutoka kituo cha polisi cha kati. Msiba? Ndugu dada yako amefariki. Sawa nakuja baba. Uje ndio utakapojua hapa wakati ukija. Nataka wewe ufuatilie masuala ya mtoto, mimi nifuatilie mwili wa marehemu. Nijue uko wapi mpaka tujue taratibu zake zilivyo. Wewe ufuatilie masuala ya mtoto. Tujue mtoto naye yuko wapi mpaka sasa. Njoo haraka uje hapa nyumbani tupange mikakati hiyo ya kufuatilia wewe masuala ya mtoto ujue akoje, mimi nifuate mwili wa marehemu. Sawa nimekuelewa. Fanya haraka basi. Haya yote maisha maisha yapo kwenye maisha Maisha ni safari ndefu, yatupasa tuwe makini, iwe kwenye raha au changamoto, vurugu mechi tuzikabili. Leo umepanda, kesho umeshuka, kuteleza sio kuanguka. Maisha ni safari ndefu, yatupasa tuwe makini, iwe kwenye raha au changamoto, vurugu mechi tuzikabili. Leo umepanda, kesho umeshuka, kuteleza sio kuanguka. Haya yote maisha yapo kwenye maisha Haya yote maisha yapo kwenye maisha
yote maisha yapo kwenye maisha haya yote maisha yapo kwenye maisha maisha haya yote maisha maisha yapo kwenye maisha